Yes, popote ulipo shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, jiulize, je, umeshakata tiketi ya kwenda kuiangalia timu yako pale ambapo inacheza na Al Masry kwenye mchezo wa mkondo wa pili? Kama bado, basi jitafakari na ujiulize kwa nini mpaka sasa hivi bado, wakati Simba inajitahidi kufanya makubwa sana kuhakikisha slogan yao ya hii tunavuka basi inaenda kufanyika kwa vitendo, kuhakikisha mashabiki mnaenda kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Nazungumza haya kwa sababu nimeiona klabu ya Simba katika kuhakikisha wanafanya makubwa kwenye huo mchezo. Wageni wamealikwa wengi sana na wameamua kuungana kwa pamoja kuhakikisha inasonga mbele. Mgeni wa kwanza ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu TFF, kwa maana Wallace Karia. Yeye ni mgeni rasmi katika mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry. Amechaguliwa huyo kwa sababu yeye ni rais wa TFF, lakini pia yeye pia ni mwenyekiti wa Sekafa, pasipo kusahau pia yeye ni mjumbe wa kamati tendaji ya CAF. Kwa hiyo ana vyeo vikubwa hivyo. Kwa hiyo yeye ameitwa kama mgeni rasmi. Lakini cha ajabu ambacho jana kimetrendi ni baada ya Simba kuweza kumtangaza Po Chacha. Huyu ni RC wa mkoa wa Tabora ambaye aliingia kidogo kwenye mtafaruku na Ali Shabani Kamwe. Hunde ambaye alimfanya Ali Shabani Kamwe akae ndani kwa masaa yasiyopungua 9 mpaka 10, akaekwa ndani baadaye akatoka kwa dhamana. Ndio huyu ambaye Young Africans wanamnyoshia vidole na wataki kumsikia. Lakini pia Wallace Karia pia ni miongoni pia mwa watu ambao pia Young Africans kama hawana mapenzi naye, wanatamani amalize muda wake aondoke. Sasa hao ndio Simba ambao wamewachukua na kuwaleta pamoja kuungana nao. Sasa baada ya hapo nimeona wekundu wa Msimbazi Simba wameendelea kutangaza wageni ambao watakuwepo. Pengine labda kama wewe ni mtu wa dini na unajiuliza itakuwaje mimi hivi na hivi. Sasa sikia, kama wewe unaona mimi ni Muislamu ama ni Mkristo na unahisi labda mambo ya mpira sijui hayana nguvu, shetani na nini, sikia hii, alafu nikimaliza hapa nenda kakate tiketi mapema uende kujumuika na wana Simba wenzio ama na wapenda soka wenzio kuhakikisha mnafanya vizuri katika michuano ya CAF Confederation Cup. Leo asubuhi na nukuu kile ambacho kimetangazwa na ama kimesemwa na semaji wa CAF ama semaji la Simba Ahmed Ally. Yeye amesema kwamba leo asubuhi tulimtangaza mgeni mwingine maalum, Mtume Boniface Mwamposa Bulldozer. Hatuachi mtu safari hii. Nipo hapa kumtangaza mgeni maalum mwingine, si mwingine bali ni Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid Ahmad Omar, amesema msemaji wa klabu ya Simba Sports Club. Kwa hiyo unaweza ukaona bwana, Simba kweli wamezamilia. Viongozi wa dini pia wamewapa nafasi na wao kuja kujumuika na wao kwenda katika hili. Je, watafanikisha ama itakuwa vipi? Lakini mwanzoni nasikia kuna dua ambayo itafanywa na Boniface Mwamposa, alafu baadaye Sheikh Walid naye atakuja kufanya dua kuhakikisha hii hakika wanavuka. Na wao Simba pengine labda nikupitishe kwenye takwimu ambazo zilitokea kwa mchezo wa awali, labda zinaweza zikakupa mwanga na wewe uweze kujua, je, Simba wataweza kufanya chochote? Ball possession, Al Masry walikuwa na 41%, lakini Simba walikuwa na 59% kwenye hili Simba yupo juu. Shoots, yani mashuti yote kiujumla, yani yote kiujumla ni kwamba Al Masry walipiga mashuti 7, lakini Simba walipiga mashuti 18. Shoot on target, Al Masry walipiga mashuti 2, Simba walipiga mashuti 7. Shoot off target, Al Masry walipiga mashuti 5, lakini Simba walipiga mashuti 11. Big chance, Al Masry wametengeneza nafasi 2 na ndio hizo zimezaa magoli na ndio hizo shoot on target. Simba hawakutengeneza nafasi bali wao walikuwa na umiliki mkubwa tu wa mpira. Big chance miss, yani nafasi kubwa ambayo Al Masry wameikosa ilikuwa ni 1, lakini wao Simba hawakuwa na hiyo. Accurate pass, kwa maana zile pasi ambazo zilikuwa ni accurate, zilikuwa zina macho, unaweza kusema hivyo. Al Masry walipiga pasi 271 sawa na 78%. Lakini Simba walipiga pasi 420 sawa na 83%.
fouls committed, foul ambazo zimetokea, wao Al Masry walicheza foul 19 lakini Simba walicheza foul 10. Kona Al Masry walipiga 1, Simba walipiga kona 5. Hivi ndivyo ambavyo imetokea, lakini unaweza kuangalia block ambazo zilitokea, wao wameblock 2 Al Masry, lakini Simba wao wameblock 3. Kwa unaweza kuona Simba alikuwa ana wastani mzuri sana, lakini yeye tu akashindwa kuweza kuonyesha makali yake na kuanikiza kuhakikisha wao wanaweza kupata matokeo yaliokuwa bora zaidi. Hivi ndivyo ambavyo mimi naweza kumaliza. Kwa tunaweza tukasema Mwamposa aungana na Simba kuhakikisha wanaenda kutoboa kuingia hatua ya nusu finali. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, hii ni Off Pitch TV. Asante kwa wote ambao tayari mmesha subscribe na mnaendelea kuyapata yale mengi ya kimichezo. Wewe ambaye bado hujasubscribe unapitwa na mengi. Hebu subscribe hapo ili uone na kujuza yale mambo ambayo yanajiri kiundani zaidi. Bye bye.